Mastori Mo. Huko kwenye kimataifa pamekaaje? Huko bwana Ropai, huko kimataifa nafikiri ni huo moto ambao unasumbua sana dunia, ambao umetokea kati ya Ufaransa na Spain. Pale wanajaribu kufanya namna ya kuzima moto, lakini moto bado unazidi kuja. Kwa wanajaribu kujitahidi sana. Serikali ya Ufaransa wanapambana sana na wanashirikiana na serikali ya Spain kupambana, lakini kuna wale wakazi ambao walikuwa wanaishi karibu na msitu wamehamishwa, wamerudi huko mjini, wengine wameenda mpaka maeneo ya michezo. Yaani ukienda vile viwanja vikubwa vya michezo wamekaa pale. Kwa nafikiri kwa sababu serikali zinaendelea na juhudi. Lakini jambo lingine la kimataifa ndugu yangu ni ugonjwa wa Ebola. Ugonjwa wa Ebola umekuwa ni changamoto sana kwa nchi zetu za mpaka umeingia Uganda. Uganda umefika Kwa inabidi tuchukue kuna wafanyakazi wa afya karibia 37 ndugu yangu wameripotiwa kufariki. Kwa hiyo ni gonjwa serious. Watu wajiandae wanawe vizuri, lakini usiamini watu. Na mipakani huko watu wajitahidi kuwapima watu wanaokuja kwenye ile mipaka, wajue kama mtu ana dalili zozote, mtu apelekwe karantini mapema. Na ile tukio kama sijui umeliangalia la tetemeko huko nani? Tetemeko la ardhi lililotokea Japan, wanasema koma nini ile? Kuna lingine hatuwezi kutaja, lakini ukweli ni kwamba limekuwa tetemeko kubwa sana. Unajua wale ndugu zetu wamepata sana majanga. Hivi yanatokana na nini haya siri? Haya ni majanga ya asili. Yaani majanga ya asili inatokeaga kwa wakati. Kama ile mivutano inavyotokea. Yes, mivutano inayotokea katika ulimwengu wa kijiografia. Kwa inatokea hiyo. Tunasema ni tabia za nchi ambazo hazijazoeleka. Kwa hiyo ndio maana kwenye nchi zao zile ambazo zina baridi, zina upepo, zina kila kitu, zinakuwa na hizo changamoto sana. Lakini vita ya Irani na Marekani wamesimama kidogo. Bado changamoto ni kubwa kwa sababu issue ilikuwa ni lile eneo ambalo lilikuwa ni eneo la mlango wa Muzi. La eneo fulani la kama mlima ambao wale ndugu zetu wa Marekani wataka waende walishambulie kwa wameleta vitisho. Lakini ile Hormuz bado Irani wanaipambania huku Marekani wakipambana na Irani. Vita bado, lakini mazungumzo wanasema bado yapo. Na wamestop juzi na mpaka mafuta wakasema imeshuka. Lakini mafuta bado yako ghali. Nchi zetu za Kiafrika zile, angalau Tanzania kidogo mafuta yako, lakini ukienda Malawi hali ni mbaya. Kwa hiyo tunaendelea kuwasii wale wanaotutazama kupitia Online TV ya Ropai wajaribu kukaa mezani, wazungumze, kwa sababu hakuna kitu ambacho hakizungumzi. Kwa hao wa kimataifa wakae mezani wayazungumze. Dunia imepitia mambo mengi sana ndugu yangu. Yaani kipindi hiki kifupi mambo yamekuwa ni magumu sana. Lakini tunamwamini Mungu mambo atakuja kukaa vizuri. Sasa redio iko mbali, redio ya baba. Redio ya baba iko mbali. Lakini wanazungumza kwamba baba amesema. Sisi kama umemsikia. Na sijui wewe kwa upande wako labda unataka unaona nini. Baba amesema kwamba Watanzania tupambanie katiba mpya. Baba akasema. Okay. Kwanza napongeza hiyo kauli ya baba kuzungumzia kwamba Watanzania wapambanie katiba mpya. Kauli ya baba ni kauli ya serikali. Labda kama mimi nafikiri yeye ndio serikali. Maana ni wa pili kwa ukubwa kutoka kwa mama. Kwa hiyo akiongea hivyo kwamba katiba, manake jambo la katiba ni jambo ambalo linazungumzwa serikalini. Na nafikiri kwenye Irani pia ya Chama cha Mapinduzi ya Chama cha Mapinduzi. Lakini kuna katiba mpya. Sema simemsauji na kuna kiongozi mmoja kutoka CCM kasema kwamba tusitumie vitu ambavyo vipo kwenye Irani kama kujitafutia umaarufu. Sasa hiyo ni kauli yake. Yeye hatuwezi, lakini sisi huwa tunathamini baba akiongea, watoto mnakiwa mkae kimya. Sasa yeye na mama ndio wameshika nchi. Yes. Na wao ndio wana uwezo wa kutupatia katiba mpya kwa sasa. Na amezungumza kwamba mama yuko tayari kutupa katiba. Amezungumza kwamba mama yuko tayari kutupa katiba na kipindi cha kupata katiba ni kipindi hiki. Lakini kauli ambayo imeshtua watu wengi kwamba pambanieni. Sasa kwa nini tupambane wakati tayari baba umetuahidi tutapata chakula cha jioni? Sasa kupambania maana yake ni mimi ninavyofikiria kwa ufahamu wangu. Kupambania sio kama watu wanavyo. Kupambania ni neno lenye tafsiri zaidi ya mbili. Kupambania ni neno lenye tafsiri zaidi ya
2. Sasa inategemea huko kwa wakati gani, kwa sababu vichwa vingi vya watu vinajua kupambania ni kwenda kumkamata kunini, lakini neno la kupambania linaweza likatumika kwamba kuinsist, yani kumwambia labda kiongozi tunaomba hiki, tunaomba hiki. Unajua ni ndani ya ile katiba ambayo watapokuja kuitoa. Yes, kwa sababu kuna vitu gani mpambane labda kiakili. Kwa sababu uzuri ni kwamba Bwana Ropai, uzuri ni kwamba issue ya katiba sio ya leo. Katiba imeanza toka ameongea katiba hii mpya nafikiri ambao ilikuwa kwenye mchakato ya katiba ya Warioba. Ilianza mzee wetu rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete alianzisha mchakato na viongozi, baadhi ya viongozi ambao sasa hizi ni wakuu wa nchi walikuwepo kwenye hiyo kamati, kwa wana leo muhimu, ndio maana wanawapa subira. Unajua kwenye nchi sio kila kitu cha kukimbilia, kuna vitu lazima, kama hata wewe baba ukiwa nyumbani sio kila kitu utafanya maamuzi hapo hapo. Kuna watoto wakihitaji mchele, kwa mfano mtoto anahitaji ese, baba tunaomba leo tule pilau, unaangalia mfuko, kesho anahitaji huyo ada na mfuko nifanyeje, kwa inabidi niambie pambanieni mpate pilau kesho. Ninachomaanisha unamsubirisha kwamba tusubiria tu, kwa sababu subira yavuta hilo. Nafikiri hamna kitu kitafanyika lakini kwa ubora. Hakuna kitu ambacho hakiwezi kufanyika. Ndio maana kaka wanakuambia maliziano. Watu saizi wakae mezani wazungumze. Wewe ukileta, ni kweli unaweza kawa labda una sababu zako za msingi kwamba tunataka hiki kitu, tunataka hiki, lakini kuzungumza, kukaa mezani ni rahisi. Huko unajua kwenye kuzungumza mkikaa mnaweza kupata hata hilo suluhisho ambalo wewe unalitaka. Ukamwambia jamani, ni kweli tunazungumza lakini tungeomba kitu fulani kifanyike wakati tunaendelea kuzungumza, kikaendelea kufanyika huku, kuliko ukaendelea ukagoma kuzungumza kwamba mimi sitaki, nataka kwa mfumo gani? Kwa mfumo gani unataka? Kwa sababu lazima chochote unachofanya, unajua hizi nchi zetu ni nchi za majadiliano. Lazima hata nyumbani ukikosana, watu wangapi wanakosana familia zao, lakini wakizungumza wanajengana, mambo yanaendelea, kwa sababu sisi ni nyumba moja. Wanasema Waswahili wanasema kabati ya vikosi vikombe kugongana, kwa sababu inawezekana kabati sembuse sisi. Kwa sisi pia tunaweza tukawa na migongano hii, lakini tukiamua tukae kitu kimoja. Afu uzuri maisha Bwana Ropai yana muda. Kwa sisi tunapoendelea hivi yana muda. Leo utakosa nguvu, utaishiwa nguvu, lakini mkikaa mkiwa mnazungumza hivi inakujengea uzuri sana. Kuna mada pia alizungumza kwamba katiba hii tulionayo ni nzuri sana, lakini ni mbaya ikipata kiongozi dikteta, ambacho hichi kitu pia alishakizungumza Nyerere. Wewe kwenye mtazamo wako alizungumza kile akiwa anamaanisha nini? Mimi labda ninachojua, chochote unachokiandaa kwenye maisha ambacho kinakuwa fomu ya kwanza kinakuwa na uzuri wake na ubaya wake. Inawezekana kwenye fomu ya kwanza hakikuwa na shida kwa sababu ni miaka mingi imepita, hakikuwa na shida, lakini sasa hizi bado haina shida, lakini inahitaji maboresho. Inahitaji maboresho. Kama Rais Julius Kambarage Nyerere miaka ya nyuma, nafikiri before miaka 2000, tunazungumzia 99 kwenda chini huko, aliwahi kuzungumza kwamba hii katiba ikimpata kiongozi ambaye ni dikteta anaweza kuikalia hiyo katiba na kufanya nacho kitaka. Lakini hopefully tuna rais ambaye anasema mpango wake ni kuleta katiba mpya. Sasa kama rais anataka katiba mpya, who are you ambao unataka katiba ambayo labda anaweza akarudi nyuma kutokana na mashinikizo kwamba mimi kweli ndio mpango wangu wa katiba mpya, lakini mbona kama watu wanataka kufanya kama shinikizo? Yani iko hivi kaka, hawezi kurudi nyuma kwa sababu iko ndani ya Iran. Na yule anaendeshwa kwa Irani ya Chama cha Mapinduzi, na Chama cha Mapinduzi ndio chama tawala. Ndio maana kulikuwa na mpango wa kujenga reli. Sawa? Chama cha Mapinduzi kimeendelea kwenye mpango wa kujenga reli. Manake hopefully kama kinajenga madarasa afu yako kwenye Irani, manake pia kinaweza kutengeneza katiba. Lakini katiba kinatengeneza kwa wakati gani? Kuna wakati, unajua kila kitu kina wakati wake. Kuna wakati wa kujenga nchi, kuna wakati wa kuzungumza, kuna wakati wa kutekeleza. Sasa je, unatekeleza kwa wakati gani? Kwa mfano huu wakati sio wakati wa uchaguzi wa kujenga na mazungumzo. Kwanza nafikiri tuna miezi kama mangapi? Miezi kama 8 tangu uchaguzi. Ina maana hata nusu hatujaanza. Unaanza kudai katiba mpya. Maana yake lazima uwe na subira. Mimi na imani kwamba mama alisema siku 100 ambazo zilishapita, na imani ni yale mambo yaliyotokea. Yale yalitokea tarehe 29 Oktoba. Labda ndio amechelewesha hichi kitu. Maana yake ahadi yake ilisema kwamba ni siku 100 tu tutakuwa nishamaliza
kumaliza mchakato. Yani mimi naweza kumkubalia kitu kimoja, kwa sababu kwanza ameona gap, watu hawaelewani, akaomba maridhiano. Manake uwezi kuanzisha katiba. Nadhani ndio kilichochelewesha zaidi. Watu hamna maelewano. Kwa tafasiri kwamba ambao wanazidi kuichelewesha katiba mpaka saa hizi bado ni wale ambao hawataki maridhiano. Ambao hatutaki kuweza kuwasema. Lakini tuseme kwamba mtu ambaye hataki maridhiano labda ndo anachelewesha pia katiba. Nafikiri hata ungekaa nao ungewashauri kitu kimoja, Bwana Ropai, kupitia Ropai Online TV, ni hivi kwamba ni kweli wanaweza kawa na hoja kwamba tunataka kitu fulani, lakini kaka, kuna vitu ambavyo mkikaa kama wengi, unajua manake hawakai wenyewe, ni jopo, mnasema kuna kitu fulani ambacho sisi tunakiriria, tunaomba basi before hatujaanza kuongea tamka. Kwa sababu hamjakaa afu nataka tamke, manake kwanza ukiongelea mbali, unajua ukiongelea mbali na mtu manake unaonekana mnabifu. Hata yeye ukimkwaza atakujibu. Lakini ukikaa naye karibu kaambia kuna kitu unakiona sio sawa, basi ungetusaidia tufanye. Mimi ninavyohisi labda ni kwa sababu tunafanya zaidi siasa au mazungumzo ya majukwani. Laiti kama yangekuwa yanafanyika mazungumzo ya kuongea. Maana unajua muda mwingine kuna mtu unaweza kusema jambo, mtu akaona kama vile unaniagiza. Na unaniagiza kwa mamlaka gani? Akashindwa kufanya utekelezaji. Tumesikia kuna baadhi ya watu wanasema ili tufanye maridhiano mpaka ufanye hiki na hiki na hiki. Tumesikia. Sasa unajua hiyo ni mitazamo yake. Afu wakiamini kwamba walichoongea wako sawa. Unajua sio kila kitu na kiongozi anaweza kaongea kikawa sawa. Kuna vitu vingine vinakukwaza lakini vinaweza vikawa na njia nzuri. Kwa mfano mtu amekuambia, Ropai, naomba tuzungumze. Na wewe unamdai. Maana ukienda kuzungumza, swali la kwanza utamwambiaje? Naomba unilipe changu. Si mmekaa mnazungumza, naomba unilipe changu. Itakuwa rahisi kukuambia ni kweli nataka kulipa, lakini naomba nikupunguzie. Si ndio hivyo? Unasema hatuongei mpaka unilipe. Hata sitakaa niongee na wewe. Manake sasa wewe hutaki maliziano. Ndio maana mtu unamwambia naomba unisamee, anakuambia yani sitakaa nikusamee. Utaenda kumuomba tena msamaha. Manake uko serious. Kwa pale ni viongozi tu kukaa kujitafakari kwenye hivyo vyama vyao, kwa sababu nchi yetu ni moja. Mimi sipendi magomvi bro. Yani sipendi watu kupigana, watu kutukanana. Unajua tutoke huku. Unajua nchi inatakiwa kujengwa na watu wanaojenga ni sisi wenyewe. Kama tutaliziana vizuri, unaweza kupenyeza hata ajenda yako kwamba kuna vitu mimi sivioni vizuri kwenye nchi, labda issue ya madini tunaomba yangekaa hivi, labda tunaona shule zingekaa hivi. Kwa sababu gani? Unaweza kuongea na mtu face to face, lakini kwa sababu unawaza labda nikienda kule kuna watu huku nyuma, labda kundi wanajua msimamo wangu ni huu, mtawaharibia. Hapana, watu wanaelewa. Unajua katika nchi ambazo unaweza kuongeza kwa haraka ni Tanzania, kwa sababu watu wanauelewa. Wanajua ulichoongea ni point au pointless. Ndio maana ndio hivyo kaka. Ndio maana mwanzoni mwenyekiti wa chama wa zamani aliwahi kwenda alitoka jera akaenda Ikulu kwenye maridhiano. Akaongea vizuri na saizi kikakaa sawa. Kwa hata wao walikuwepo wengine baadhi yao. Mambo yalikuwa yanaenda vizuri kwa sababu mama ni msikivu, anakusikiliza. Ila ukizingua anasema na tunazinguana. Sasa sometimes ukileta shida, ukimuona unajua tofauti. Mimi nawaza watu wasidharau mamlaka. Mamlaka haijalishi imekaliwa na nani. Mamlaka ina nguvu. Yani mtu yoyote akiwa kwenye mamlaka ni mamlaka inayoongea. Kwa watu wanatakiwa, na hata kwenye dini wanasema heshimuni mamlaka, mamlaka unayoiona pia inatoka kwa Mungu. Hakuna mamlaka imekaa kabisa kaka, kabisa. Hata huu wakati tulionao maana Mungu aliupanga kuwa sure. Na mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Ropai Online TV, tupo kwenye kipindi cha Ngenga za Siasa, lakini vipindi mbalimbali tulikuwa tukizungumzia kutoka hapa Ropai Online TV, Ropai Update, na niko na Jasiri Mjasiri. Mada ni nyingi na labda mwishoni ambao tutaenda kumalizia Jasiri cha kumalizia. Bwana Ropai, cha kumalizia, cha kwanza kabisa kwenye nchi yetu watu tuwe wazalendo. Tupende nchi zetu, lakini tusiuze nchi nje. Watu wawe wazalendo, wasilete information wakaingiza mada zingine za nje kuja kuchafua taifa. Kwa hiyo na wasii wa Tanzania tushirikiane, kwa sababu ni kweli inawezekana katiba kama anavyosema rais kwamba katiba tutafanya mchakato wa katiba mpya.
ni sawa. Hii iliyopo basi tuendelee kusubiri kwa sababu sheria ni zile zile tu kwamba labda ukiiba utafungwa, ukipiga mtu utafanyiwa nini, tufuate zile zile sheria. Tusikilize viongozi wanaotuongoza. Unajua viongozi sio lazima sauti usikilize. Unajua viongozi wanaanzia chini. Kuna hao wenye viti wetu, umeona wanakuambia fanya usafi, fuata sheria. Ili angalau usije ukaubebesha mzigo umma. Ukakamatwa ukafungwa jela. Sio wewe unajipa shida, unawapa shida wale ndugu wanaokutegemea. Alafu pia taifa linakosa mapato kwa sababu kule uzalishi. Uzalishi kule, wewe ulikuwa ni kijana na uwezo wa kuzalisha. Kwa watu wafuate tu sheria, lakini jambo la msingi ambalo kila siku tunakazia hapa Ropai Online TV, mazungumzo. Kuzungumza ni jambo la msingi. Watu wakae wazungumze, tumalize tofauti zetu. Kwa maana hata ulimwengu tunaona uliumbwa kwa neno. Yes. Na iwe na ikawa. Afu Mungu mwenyewe kwenye Biblia anasema, haya njoni sasa tusemezane. Anasema Bwana wa majeshi. Sasa imagine ni Bwana wa majeshi. Unaona majeshi maana yake nini? Ni mtu anayepambana kwa vita. Lakini yeye anasema njoni tusemezane. Sasa why kiongozi anakuambia njoni tusemezane? Unaleta jeuri. Na mpenzi mtazamaji, napataje Ropai Online TV, muda wote tulikuwa hapa Ropai updating, na nilikuwa tuna habari mbalimbali ambazo tulikuwa tunazileta kwenu, lakini nikwambie tu jukumu lako ni moja, kusubscribe, kulike, share na comment Ropai Online TV. Jina langu naitwa Robert Kaswiza, lakini nilikuwa na Jasiri Mjasiri. Neno la mwisho unajua neno wako tu. Au leo amekata tumalize. No, neno la mwisho linasema hivi. Kumbuka shangazi ni baba. Si unajua shangazi ni baba. Mjomba ni mama ingawa endi leba. Mjomba ni mama ingawa endi leba. Ciao. Basi. Mo.